baada ya kumpisha Ike the host, sasa ni muda wa kumkaribisha mzee wa Mangula. Anapapenda sana Ujda, anapapenda sana Unguja, lakini anakuambia Mangula nitaenda wapi lakini nitarudi Mangula, bonde la Kilombero. Mangula ni kama maji. Kama maji. Usipoyanywa utayaoga. Usipoyaoga utayafulia. Na mvua ikinyesha yatakumwagikia. Lakini mandhari ya kwamba upo. Zilizobamba ipo. Tutaona watu wanasemaje huko mitandaoni. Bwana, ni mengi sana kwa matukio yaliyotokea jana. Na yanayoenda kutokea weekend hii. Ndio. Hawezi kunyamaza hata kidogo. Itakuwa ni jambo la ajabu. Na watu wanaamini na dawati lako. Ndio. Watu wakasema fanya yote mufti. Lakini yaliyojiri yawepo. Basi sawa. Naamini dawati halitoacha kitu. Kabisa. Nilimsikia Godlisten Muro akisema ya kwamba goli la Mzinze lile ambalo limechaguliwa kuwa ndio goli bora kwamba liweke katika makumbusho ya football. Alitumia maneno hayo. Ndio. Nilimsikia. Lakini kuna zingine zitawekwa kwenye makumbusho. Ila nimhakikishie tu Godlisten Muro kwamba alichokisema atakikuta katika peji ya Azam TV Sports kule. Kwa hivyo kama kutakuwa kuna maoni basi atembelee kule aone maoni ya waja. Na hapo Muro tunakwambia Muro mambo yake bwana, hii melende jelende. Hii kama naione melende kama jelende basi karibu. Asante sana, lakini pia shukrani kwa Ayubu Hinjo kuungana nawe. Twende moja kwa moja katika zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii na kwenye tuone kuna habari gani. Yapo mengi, ngoja tuone. Yes, hapa ni Young Africans wakati wakisubiri kutangazwa goli bora, na hichi ndicho ambacho tunasema reaction ya kile ambacho kilitokea wakiwa kule visiwani Zanzibar. Tuangalie kidogo. Habari gani tukiachana na hayo mambo ya tuzo zile za CAF ambazo zilifanyika jana kule Morocco. Masia bwana, huyu ni Jephte Kitambala Bola baada ya kutua Kinshasa Kongo. Haya ndiyo mapokezi ambayo yeye binafsi aliyapata kutoka kwa mashabiki wa soka nchini Kongo. Tusikie kidogo walikuwa wanaimba nini. Ya mchezaji huyo tulimsikia pale Kawambo akisema ya kwamba kocha Ibenge lakini pia Jephte Kitambala Bola wamepata mapokezi ya kitofauti kidogo kule kwa sababu ndio nyumbani, si ndio na kuna mkongomani mwenzao pale Anicet Makiadi. Kocha zamani wa Tabora na msaidizi wa Ibenge. Ni kweli. Kwa hiyo tunategemea kwamba yani Ayubu Hinjo arudi Siza afu asipate mapokezi. Sawa, hayo ni Azam FC. Tunafahamu kwamba wapo Kinshasa Kongo kucheza dhidi ya AS Maniema. Basi bana, ndio nimetamka sahihi. AS Maniema Inyo. Nini? Maniema Inyo. Inyo. So Union. Sio Union, Inyo. Sawa. Sasa hapa inabidi ulimi wako uwe vizuri. Nzuri na uzuri kwenye kasi ya ulimi hapo. Unaweza kusema kwenye kutamka hakuna shida. Wanasema wabongo wanasubiri mtu uteleze afu yatokee mengine. Sawa. Haya, twende katika posti nyingine kwenye nako tuone kuna habari gani. Bwana, tuna NBC Premier League bila shaka tumeona mkutano wa waandishi wa habari kuashiria ya kwamba NBC Premier League inarejea. Sasa mitandao ya kijamii ya baadhi ya timu ambazo zitacheza weekend hii imeanza kuchangamka. Hawa ni Mbeya City. Wanasema taarifa, hukumu ya kesi hii itasomwa Novemba 22 mwaka 2025 pale Lake Tanganyika Stadium saa 10 jioni. Na huko akisema hukumu yako ni Novemba. Na chini hapa anaonekana ni mtu kavaa hicho kikaragosi cha Mashujaa. Kikaragosi. Alafu alimufti kama umeshtukia. Nyuma ya hiyo nyundo na huo mpini wa nyundo. Ule ujumbe unapatikanaga uwanja wa Sokoine Mbeya City wakicheza. Hapa uko pale nyuma. Hapa ndipo shoka iliungua, mpini ukabaki. Nakwambia hapa Japile Indwanga Kiasele Ikiaka. Hatari kabisa. Yes, hayo ni Mbeya City. Wenyewe Mashujaa wanasemaje? Ngoja tuone posti ya Mashujaa na kwenye tuone
wamezungumza nini kuelekea katika mchezo wao wa tarehe 22 wa NBC Premier League. Mashujaa wanasema Watanganyika tunarudi Lake Tanganyika kupiga kwenye mshono. Tunaenda kutonesha kidonda, hatutishwi na sharubu za babu. Tegemea Mashujaa wakanyamaza katika hiyo. Na si unajua shughuli yao ina kisasi. Ile ya kupanda ile. Ile ya kupanda. Mashujaa ndo alimshusha Mbeya City. Tena akampiga home and away. Vita ni kali kweli. Majira ya saa 10 na dakika 15 jioni Lake Tanganyika. Na kuna NB wanasema hii hatuwashushi daraja tu. Tunawashusha kwenye nafasi yetu waliokalia. Ndicho ambacho wanasema. Kwa hivyo hapo sasa hiyo ni vita ni nyingine kabisa ya kutafuta nani anakwenda anamshusha mwenzake katika nafasi. Na ukipitia kule katika msimamo utakuta Mashujaa wenyewe wapo nafasi ya 6 wakiwa na alama 8, lakini Mbeya City wapo nafasi ya 6 pia wakiwa na alama 8. Nafikiri ni goal difference ambayo imemfanya Mashujaa Mbeya City kuwa juu ya Mashujaa hapa. Yes. Haya, tutoke hapo. Hayo ni NBC Premier League. Twende katika posti nyingine tuone kuna habari gani. Ayubu Hinjo, wakati umefika hapa ulikumbusha kuhusiana na hii mechi ama sio ambayo itapatikana katika kisimbuzi cha Azam TV siku ya tarehe 23 kwa maana ya Jumapili, wakati Simba Sports yakipambana kule katika ligi ya mabingwa, lakini pia kutakuwa kuna hiyo Inter Milan dhidi ya AC Milan. Derby della Madonnina. Della Madonnina. Della Madonnina. Madonnina bwana. Yes, hiyo ni Serie A. Ama sio hatari sana. Hatari sana. Ama sio Sheikh Said? Hatari sana. Yes, na hapo Ali Bakari Mufti. Yes. Kwa wakati huu hapa kwa sababu ulikuwa na story ya Clement Mzize pale ya tuzo za Young Africans. Sasa tuungane na Clement Mzize mwenyewe tuweze kupata kusikia maoni yake na hali ipoje. Mzize, karibu sana kuungana na Viwanjani sasa hivi live hivi wakati huu. Kwanza hongera kwa kupata tuzo ya bao bora la mwaka la CAF kwa mwaka 2025. Kwanza nashukuru sana Mungu ambariki. Sio kitu ambacho nilikuwa nategemea, lakini Mwenyezi Mungu na furaha sana kiukweli. Clement, kwanza lile bao kwanza limekukumbusha kitu gani pindi ambapo ukiliona na mwisho wa siku limetawazwa kuwa bao bora? Kwako linakukumbusha kitu gani? Kwanza kiukweli ile goli hata nilivyotoka pale nilivyotoka uwanjani, kama unakumbuka watu wengi pia waliongelea sana hata yani nilikutana na post nyingi sana. Mimi sikuliona lina ukubwa kiasi hicho, lakini baada ya kuja kuliona na kuliangalia ndio nikasema huu mua ulikaa mahali pake. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na naendelea kitu kabisa kwenye karia yako. Namshukuru Mungu, endelea kupambana zaidi nilivyopambana mwanzo ili kuendelea kupata tuzo hii na kuitangaza Tanzania kwa ujumla. Bao linachochea kitu gani kwako binafsi katika karia yako ya soka, maisha yako ya soka Mzize? Linachochea kitu kikubwa sana wachezaji tunatamani kupata vitu tuzo kama hizo, na unapopambana kila mtu anapenda kupata, kwa sababu ni kitu ambacho kinakuongeza unapata historia nzuri kwenye football. Hata baadaye watoto wetu kwa baba yako naona tuzo hii ikipata, kwa hiyo ninaongezea kitu kikubwa sana, na mimi pia itaniongezea chachu ya kupambana kama goli bora zaidi ya kufania tuzo nyingine inshallah. Mzize, watu wengi wamekumisi hususan mashabiki wa timu yako Young Africans. Maendeleo yako kwa ujumla, hali yako ipoje na wananchi unaambia nini kuona ukiwa unarejea uwanjani? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri sana. Niko na madokta kwa ukaribu wananiangalia na wananiambia soon inshallah nitaweza kurudi uwanjani. Tayari nishaanza mazoezi madogo
naamini mpaka inapofika mwezi ujao nitaweza kuanza mazoezi na timu yangu inshallah, nitaanza kuitia timu yangu kwa nguvu na kuhakikisha tunafikia malengo. Naamini kwamba magoli ya mashuti ya mbali tutazidi kuyaona sasa kama mazoezi yanaongezeka. Hayo mtazidi kuyaona siku baada ya siku, sababu nikirudi nitarudi na nguvu, kwa sababu sijacheza muda mrefu. Kwa hiyo nitarudi na nguvu. Niwaombe tu wana sawa. Sawa, shukrani sana Clement Mzize, tunakutakia kila la kheri na hongera sana kwa tuzo yako ya goli bora la mwaka kwa mwaka 2025. Asante sana. Shukrani sana Clement Mzize, tukaweza kuzungumza naye hapa mbashara kabisa kuhusiana na zile tuzo ambazo taarifa ya Ali Bakari Mufti hapa alituletea hapa, kwa tukaweza kuungana naye na kuweza kuzungumza naye hapa kwa uchache kidogo, na mimi tumepata mengi kidogo. Nimewakilisha, si unajua tena. Umetuwakilisha. Nakwambia tu Sheikh Said, huu ndio ukubwa wa kipindi cha Viwanjani. Kabisa. Yaani mambo ni papo kwa hapo. Hapo kwa hapo tunakwenda, lakini tuliona namna wenzake walivyokuwa wanasubiria kutangazwa lile goli, lakini pia tumeweza kumsikia yeye mwenyewe moja kwa moja. Na huyo ndio ukubwa wa watozi pia. Hatari. Kiboko kabisa. Gift Alex Macha, Mohamed ndio. Afu na mtozi ambaye ni Blumbi kabisa. Rukaya Mbugita. Rukaya binti Mbugita. Jana nilimwona katika dimba la KMC Complex. Inatosha, sifa zake tumempa. Haya sawa. Wengineo hapa sasa hatumtaki Msubi, hatumtaki Bora. Tuendelee sisi tulipoishia pale. Bwana, leo nimetembelea katika ukurasa wa Ayubu Hinjo. Ndio. Tuone na kwenyewe nako kwa ameweka habari gani. Yeye amezichambua hizi Simba na Yanga ambazo wao watakuwa wana majukumu weekend hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ngoja tuone na kwenyewe huko post inayofuata hapo Ayubu Hinjo ameweka kitu gani katika ukurasa wake. Yes, ameanza na Simba Sports. Akasema rekodi mechi za kwanza makundi CAF Champions League mwaka 2003 Simba Sports ilianza dhidi ya Enyimba ikafungwa magoli 3-0. 2018-19 kwa maana ya msimu huo Simba Sports ilishinda magoli 3 dhidi ya JS Soura. Lakini 2020-21 Simba Sports ilipoteza kwa ilishinda ikiwa ugenini ilikuwa ni goli la penalti ili kama siko Mugalo. Chris Mugalo. Yes, Chris Mugalo. Yes, Vita Simba ikashinda goli 1-0. 2022-2023 Horoya ilishinda goli 1, Simba ikatoka 0. Lakini 2023-24 Simba Sports ilishinda mchezo walitoka sare 1-1 ASEC Mimosas na Simba Sports, Simba ikiwa nyumbani. Mechi ilirudiwa jana hii. Yes, uliona Winjo. Hayo ni ya Simba. Lakini 2025-26 Simba Sports inaanza na Petro di Luanda ama Petro Atletico. Mambo yatakuwaje? Hebu tuende kwa upande wa Yanga na kwenye Ayubu Winjo ameizungumziaje Young Africans. Yes. Young Africans anasema 1998 Young Africans ilitoka 1-1 dhidi ya Manning Rangers. 2023-24 Sierra Belouizdad 3 Young Africans 0. Lakini 2024-25 Young Africans 0 Al Hilal 2. 2025-26 mambo yatakuwaje? Young Africans inaanza na FAR Rabat. Basi na hapo swali mara nyingi swali huwa linakuja katika engo ya kiuandishi. Mwandishi anataka kujua nini? Kwenye mambo ya literature kule. Kwamba mwandishi alitaka kutuletea alikuwa anataka kutuambia engo gani? Kwanza mimi nimpongeze mambo ya fasihi. Ameangalia engo nzuri. Inawezekana kwamba watu wengi wanaangalia vitu vingine current form, lakini kutukumbushia hapo michezo ya kwanza inatoaga viashiria gani kwa timu. Lakini pia hata kurejesha technical staffs kwamba kuangazia bana michezo ya kwanza labda huwa tuanzagi vizuri au michezo ya kwanza huwa tunaanzaga vizuri. Kwamba hii kama ni form mbaya, historia mbaya turekebishe, kama ni nzuri tuiendeleze. Na hapo Msumi ulichokizungumza ni Injo kafanya research nzuri sana. Kwa mfano Young Africans Injo anazungumza hawajawahi kushinda mechi ya kwanza ya ligi ya mabingwa. Which means kama watashinda dhidi ya FAR Rabat watakwenda sasa
ondoa hiyo historia ambayo sio nzuri. Lakini wengi wanaweza wakajiuliza zile za Simba, mbona Simba walikuwa wanashinda dhidi ya ASEC? Utakumbuka Injo amezungumza ligi ya mabingwa. Hajazungumza msimu 21-22 ya shirikisho na msimu 24-25 ambao pia ilikuwa shirikisho. Yes. Umeka sana ndio maana upo hapa. Yes. Hatua ya makundi. Maana nasema hatua ya makundi. Hilo ni muhimu nalo kuzingatia. Hilo ni kubwa. Wasije wakakuvuruga bwana hiyo. Sio awali wala sio mtoano. Katika small details. Yes, tulipita small details. Tulipita katika ukurasa wa Abisai Steven ambaye pia huwa tunakuwa naye katika viwanjani hapa. Na yeye mwenyewe kuna kitu amekiweka hapa, tuangalie na mwenyewe ameandika nini kuhusiana na Young Africans. Ngoja tuone post inayofuata hapa. Yes, huyu hapa Abisai Steven anasema mara ya mwisho FAR Rabat kufungwa mchezo ndani ya dakika 90 ilikuwa ni Mei 30 mwaka 2025 dhidi ya Wydad Athletic Club, ambayo mechi hiyo ilimalizika kwa 2-1 kwenye raundi ya 28 Botola Pro. Ushindi wa 13, draw ushindi mara 13, draw 6. Wana unbeaten michezo 19 kwa muda wa miezi 6, wamefunga magoli 34 na wamefungwa magoli 5. Wanajulikana kama the Army Men. Na hatisha Yanga. Wakati mwingine ni kusema uhalisia ulivyo. Okay. Ambapo inaweza kusaidia namna gani ambavyo unaweza kuingia dhidi yao. Sababu kwenye Morocco mpaka sasa wameruhusu bao moja tu. Moja pekee kwenye mchezo wa sare ambao waliupata. Wamefunga mabao 15 14 hivi. Kwa hiyo unaona kwamba ni timu ambayo ina uwezo mzuri wa kufunga, lakini pia wana uwezo mzuri wa kuzuia. Namna gani sasa mnaweza kuvunja ule ukuta, mwezi kuweka mabao ya kutosha ama mfunge bao ambalo litaweza kuwasaidia kupata pointi 3. Kuna mtu hapa anasema huyu ni Justin Case, bila shaka tunamjua mwanahabari huyu Yeye anasema kuna mtu hapa ananiuliza eti mara ya mwisho Yanga kufungwa michuano ya ndani ilikuwa lini? Vijana wana maswali magumu hawa. Kuna mwingine chini kanasema na wanajuana, ila ndio hivyo. Na wanajuana. Wanajuana? Justin na Abisai wanajuana. Jambo moja kwamba wote ni watoto wa Temeke. Wote watoto wa Temeke. Sio watoto wa Sinza. Ukimwelewa Abisai, mara ya mwisho FAR Rabat kufungwa mchezo ndani ya dakika 90. Maana yake sio ligi ya Morocco, sio ligi ya Morocco pekee. Ndani ya dakika 90. Maana yake lakini ni mwezi wa 5. Amesema Mei 30 ndio mchezo wa mwisho kufungwa ndani ya dakika 90. Yes, ndio. Umeelewa? Ukisoma ya Justin Case ameizungumzia Premier League. NBC, yani Yanga kapoteza ligi ndani. Okay. Quotation ya Abisai inazungumza ndani ya dakika 90 kwenye yani ni michuano. Angesema ligi ya Morocco angekuwa akatufunga kwamba ni Morocco. Sawa, mimi kuelewa. Lakini na Justin pia nimemuelewa. Justin kuna ubabe huko, kila mtu mbabe kwake. Nafikiri Yanga ni msimu uliopita. Kwa maana ya ndani. Kwa ndani. Kwa maana ile ya Tabora na Azam. Tabora, yes, ndio ilikuwa ya Azam. Ilianza Azam 1-0, yes. Akaja Tabora 3-1. Yes. Baada ya hapo Yanga tena Silver Strikers. Sasa hiyo kwa Strikers ya juzi. Silver Strikers ilikuwa 1-0 Haya. Kwani hiyo vipi bwana? Au sio? Hapana. Kwani mimi nimetoa neno kaka? Au Jamhuri ya Sinza haitaki? Yes, tuende kwenye post nyingine Sheikh Said, kama muda unaniruhusu tukimbize haraka. Tunaona kwenye kuna habari gani post inayofuata. Hayo ni mambo ya Abisai Steven akizungumzia bwana, video nzuri kabisa hii hapa. Imetoka kwenye ukurasa rasmi wa ikulu ya Marekani, inaitwa White House. Huyu hapo ni Cristiano Ronaldo akiwa na rais ama mwenyeji wake. Tuseme tu tuanze kwa rais wa Marekani na Cristiano Ronaldo. Basi ndio sahihi huo. Watu walisema Messi si anacheza MCL ligi ya Marekani. Imekuwaje mtu kutoka mbali mashariki ya mbali kwenda mbali? Nikwambie tu Injo, wenyewe White House wameandika kwamba two goats. Twende kwenye posti ya mwisho kama kuna chochote kimesalia hapo tuweze kumaliza. Bila shaka tumemaliza White House. Mufti, watu wanajiuliza
Dawati mbona kama kuna sehemu halijapita? Dawati limeacha gepu. Dawati limeacha gepu. Au kaacha kiporo. Kuna kiporo. Inawezekana leo kimepostiwa anasubiri muendelezo. Hapana. Ili Mufti mkali wa Mufti unganisha. Mbona Dawati tunaanza mashaka na Mufti? Leo ni Alhamis, kwa hivyo wiki haijaisha. Tumesema kwamba tunaamini kwamba vitu vyote vitakuwepo. Mufti kuna vitu hujatuletea. Labda Mufti anasubiria na siku labda designer akiwepo pia. Sasa ndio nimeelewa. Mlijitahidi kuzungumza kwa kodi. Dawati vipi? Alijaona? Dawati liliona sana na lilifanyia kazi kwa kiwango kikubwa. Ila mjadala ni waache nyinyi. Au ndio ile message unaandika unafuta, unaandika unafuta. Kwa hiyo tutazipata kesho ama hatutazipata? Kwa sababu bado tupo katika nyakati hizi za hayo mambo. Na bila shaka upande mwingine ule unaweza kuleta balance kwamba hizi hapa na hizi hapa. Tutakuja hapa. Hicho unachokitaka tutakuja nacho. Sawa, tunakushukuru sana Ali Bakari Mufti. Lakini kututingisha. Unaendelea naondoke sasa? Sawa, shukrani sana. Mbona kinyonge tena? Kinyonge. Hujatutia haki. Ulikuwa unataka ije hapa. Wanajopo unawakilisha. Wewe unawakilisha wanajopo. Ile wenyewe wanaotazama wameshaelewa wanachokitaka. Sawa, shukrani sana Ali Bakari Mufti. Tutakutana naye tena kesho katika Zilizobamba Bamba hapa katika mitandao mbalimbali. Lakini kwa sasa tuelekee katika The Pitch. The Pitch tunaanza na